watu waliokaa na Yesu miaka 3 na zaidi, kama miaka 3 na nusu. Alafu kafanya miujiza, hakuna sehemu aliyomwambia tufundishe kufanya miujiza. Kahubiri, hakuna sehemu aliyomwambia tufundishe kuhubiri. Alifanya mambo mengi. Ni nini walichokichunguza kwenye maisha ya Yesu wakaamua, bwana katika yote anayofanya huyu tumuombe atufundishe kuomba? Baadhi ya majibu kwa nini walimwambia hivyo au walimpa hilo ombi unaweza kuyapata kwenye maandiko kadhaa, mpaka wakamwambia tufundishe kuomba. Vipo vitabu vingine vinaweza vikatupa majibu ya haraka. Kwa mfano kina kitabu kile cha Warumi sura 8 na mstari wa 26. Maandiko yanasema, kadhalika Roho tusaidie udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. So namba moja tunagundua watu wengi hawajui kuomba ipasavyo. Wanaweza wanaomba lakini hawajui kuomba ipasavyo. So Biblia imeweka wazi pale kwenye kitabu kingine tofauti, Warumi, kwamba kuna mahali tunahitaji msaada kwa maana hatujui kuomba itupasavyo. Lakini namba 2 katika andiko hilo hilo, kwa nini hao watu walihitaji kufundishwa? Kwa sababu watu wengi wanakumbwa na udhaifu katika maombi. Kwa wanatakiwa wafundishwe waepukeje huo udhaifu. Kwa hiyo mimi nakubali kabisa kwa nini watu wengi wanashindwa kufunga, wanashindwa kuomba. Biblia imeweka very clear kuna udhaifu. So sababu ya kwanza huenda iliyofanya wale wanafunzi wasema tufundishe kuomba Bwana Yesu ni sababu inayotolewa na Warumi kwamba watu hawajui kuomba ipasavyo. Wanaweza wanaomba lakini sio sawa sawa. Lakini sababu ya pili kwa sababu wanataka kuomba lakini kuna udhaifu. Lakini sababu ya tatu tunaipata katika kitabu cha Yakobo 4:3. Yakobo 4:3 anasema hivi, hata mwaomba wala mpati kwa sababu mwaomba vibaya. So sababu ya tatu ni watu wanaomba vibaya. Inaelekea hizi ni zile ambazo zimetajwa moja kwa moja kwenye maandiko, na inawezekana zipo sababu zingine ambazo hazijatajwa direct kwenye maandiko. So nimejaribu kuchambua hizi tatu ambazo ni strong. Ya kwanza ni kwa sababu watu hawajui kuomba ipasavyo. Maana yake kuomba ipasavyo ni kujua ni nini nikiombe, nini nizungumze kwenye maombi. Maombi naelekeza wapi? Hapo ni mafundisho lazima yatoke hapo. Ya pili ni hao waombaji wanakumbwa na udhaifu. Kwa nini nakuwa na udhaifu? Ni kwepeje udhaifu? Nipateje nguvu? Inahitaji mafundisho. Ya tatu ni watu hawajui wanaomba vibaya. Maana yake nikishasema mtu anaomba vibaya, maana yake ni kitu kisichotakiwa kwa Mungu. Sasa ni kitu gani ninachokiomba hakitakiwi? So inawezekana sababu hizi ambazo zimetajwa moja kwa moja na nyingine ambazo hazikutajwa moja kwa moja ndizo zimesababisha wanafunzi wakazungumza katika Luka sura 11 na mstari wa 1 na kuendelea, wakamwambia Yesu tufundishe kuomba. Kwa sababu zipi? Ya kwanza, hatujui kuomba ipasavyo. Ya pili, tukitaka kuomba kuna udhaifu. Ya tatu, tunaomba vibaya. So hizo huenda ndo zikaleta kwamba hebu tufundishe kuomba. Sasa angalia, wakamuuliza Yesu Luka 11 kwanza mstari wa 1. Maandiko yanasema, ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha kuomba, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Stop there. Andiko hili linaposema tufundishe kusali au tufundishe kuomba, Biblia inasema maombi haya yalipelekwa na mwanafunzi huyu. Lakini nataka ujue hayakuwa maombi yake. Ilikuwa ni discussion. Tunagunduaje ilikuwa ni discussion na wanafunzi wote? Aliposema tufundishe sisi, sio mimi. Hello. Hili ni darasa. Hello. So kwa sababu hawezi kuongea wote. Tunafahamu utaratibu, pakiwa na hoja anakuwepo mwakilishi anayeongea. So tunajuaje kwamba ilikuwa ni discussion, ilikuwa ni mawazo ya wanafunzi wote? Ni pale alipomwambia Bwana Yesu tufundishe sisi kuomba au tufundishe kuomba. Angekuwa ni jambo lake angemwambia nifundishe kuomba. Kwa maandiko anasema ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha kuomba, mmoja kati ya wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Na kuna vitu kadhaa nataka nivionyeshe pale. Cha kwanza nimekuonyesha ya kwamba alikuwa ni maombi ya mwanafunzi mmoja lakini akiwakilisha wote. Tunajuaje alikuwa anawakilisha wote? Ni pale anapo change kwenye statement, anaposema tufundishe sisi wengi. Lakini kuna kingine unatakiwa kijue kwamba walikuwa wanafunzi wengine wanaoomba ambao walikuwa na wanafunzi wafuasi wa Yohana ambao walikuwa waombi kwa sababu wanataka kuomba. Waliomba kwa sababu Yohana aliwafundisha. Oh my God. So tunaona kwamba maombi yana darasa. Ndio maana hii nkalita darasa la maombi. Tuseme wote, darasa la maombi. Darasa la maombi. So wanamwambia kwamba wanafunzi wa Yohana, wanamwambia Yesu, wanafunzi wa Yohana wanaomba, lakini sio kwamba wanaomba kwa sababu wana kiu ya kuomba. Sio kwamba wanaomba kwa sababu wana msukumo wa kuomba. Sio kwamba wanaomba kwa sababu wana mahitaji wanayo.
Sio kwamba wanaomba kwamba kuna ni desturi ya kidini. Wanasema no, Yohana aliwafundisha. So ndio maana leo siwezi kuwalaumu watu kwenye maombi wanaposhindwa kuomba kwa sababu pengine hawajafundishwa. Kwa sababu hatuoni mahali ambapo Yesu anawalaumu. No, ila akakubali kuwafundisha. So tunaona Yohana wanafunzi wake aliwafundisha. Yesu hali kadhalika naye akawafundisha. Ukiendelea mstari unaofuata angalia. Akawaambia msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Utusamee dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunamsamee kila tumuyaye. Na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Akawaambia, ni nani kwenu aliye rafiki akamwendea usiku? Akaanza sasa kuwafundisha. Katika kile alichowaambia kinaitwa, aliwapa mwongozo wa maombi ambao kwenye darasa hili nitawaambia baadaye. Lakini akaanza sasa kuingia ndani, akaanza kuwafundisha kwa mifano. Akawaambia mstari wa 5, akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani akamjibu akisema, usitutaabishe, mlango umekwisha kufungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia ya kwamba ijapokuwa aondoki ampe, kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumuomba, ataondoka na kumpa kadiri haja yake. Nao anatufundisha sasa, anaanza kufundisha sasa Yesu. Anasema maombi, alichokuwa anataka kufundisha kwenye mfano, anasema maombi sio kitu rahisi. Ameshawapa mwongozo wa maombi, Baba yetu uliye mbinguni, mpaka kafika mwisho. Lakini akamwambia, pamoja na kwamba anawapa mwongozo, wenyewe kafikiri ni rahisi. Maombi si hivi. Akamwambia no, ngoja niwapeni mfano wa maombi. Mfano wa maombi ni sawa na mtu aliyejiwa na rafiki yake, ambaye rafiki yake amemfikia kutoka safarini usiku. Na rafiki yake alipokuja usiku akakuta hakuna chakula na ana njaa. Kwa hiyo ikabidi huyu amwache rafiki yake aende kwa rafiki yake mwingine. Alipoenda kwa rafiki yake mwingine akamwambia, jamani, mimi nimetembelewa na ugeni, naomba uamke. Huyu rafiki yake alikuwa ameshalala na watoto wake. Akasema, mimi nimetembelewa na mgeni, naomba unipe mkate nikampe, ametoka safarini na njaa usiku. Huyu rafiki yake huyu akamwambia, ndio nakupenda rafiki yangu, mimi na usingizi mzito, nenda bana. Maandiko yanasema yule akakataa kuondoka pale. Akagonga. Biblia ituambia alitumia masaa mangapi, aituambia alitumia muda gani, lakini Biblia inasema kilichomfanya yule atoke ndani ya mjibu ni kwa sababu alikuwa anamsumbua. So anachotaka kuambia Yesu, is not easy watu kuwa na ile consistency kwenye prayer. Kwa hiyo anataka kuambia mnataka niwafundishe kuomba? Yes. Lakini mnatakiwa namba moja mjifunze. Sio rahisi. So maombi ndio maana yanahitaji madarasa. Nikupongeze tena wewe uliyeko hapa. Nikupongeze tena japo hujanisikia wewe uliyeko hapa. Na wewe unaniangalia kwa njia ya TV na kwa njia ya mitandao ya kijamii. Maombi sio rahisi. Maombi kwa kuwa yana ugumu yanahitaji mafundisho. Swali langu kabla sijaendelea, na anahitaji kujifunza maombi? Nisikilize nitakachowaambia. Maombi sio msukumo tu ndani. Na watu wote wanaoongozwa maombi kwa msukumo tu wataacha kuomba. Maombi sio swala la msisimko au msukumo, nataka kuomba. Kama unaendeshwa na msukumo, kuna siku utaacha kuomba, kwa sababu utakutana na vikwazo kwenye maombi. Lakini maombi sio tu jambo la kidini au la kidhehebu, sio kawaida ya kidhehebu au kawaida ya kidini. Lakini maombi haya yanahitaji umahiri, yanahitaji sanaa, yanahitaji ujuzi ambao unatokana na kufundishwa. Lazima ufundisho uwe na sanaa ya maombi. Maombi yana sanaa yake, I'm telling you. Maombi yana ujuzi wake, maombi yana umahiri wake, maombi yana mitindo au style zake za kuomba. So haya ndio unatakiwa kufundishwa. La sivyo utakuwa na ile hali, utakuwa na shauku, utakuwa na kiu, utakuwa na miemko. Wengine mnaomba kwa sababu mko kwenye situation, you will not last. Ndio Yesu anawaambia fundisho la kwanza la prayer ambayo Yesu aliwaambia. Fundisho sio ile baba yetu, fundisho ni ule mfano aliotoa. Fundisho la kwanza Yesu aliwaambia kwamba it's not easy. Yaani alikuwa na communicate nao, anawaambia mnafikiri ni rahisi? Maombi ni sawa sawa na rafiki alienda kumuomba rafiki yake na rafiki yake akakataa kuamka. That's why kuna watu wanaenda kwenye maombi ukiwa na jambo fulani kubwa afu wanashangaa Mungu hajibu lolote. That's prayer now. That's prayer. Kwa sababu tafsiri ya kwanza ambayo Yesu aliwaambia kwenye maombi, akamwambia maombi yanafananishwa na mtu alienda kwa rafiki yake usiku akimwamini atamsaidia mkate. Rafiki yake akamwambia siamki. Ilimpasa yule mtu amfanye yule mtu aamke, si kwa sababu ni rafiki, ila kwa sababu anamsumbua. So kama watu wanaenda kwa Mungu kwa sababu Mungu atanipa kwa sababu ni baba, hapo ndo maombi yatakuwa magumu.
Maana yake lazima utumie technique. Kwa hiyo alichokifanya yule rafiki ili rafiki yake amke ni technique. Na hizi technique ndio zimewaleta hapa na wafundishe kuomba. Nijaribu upande huu. So Yesu alichowafundisha kuomba, watu wanachofundishaga ni very wrong. So watu wanachofundishaga, wanachokiitaga maombi sio chenyewe. Yesu akafundisha wanafunzi wake, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. No, that's not prayer. Ule ni mwongozo tu ambao tutauona baadaye hadi tunavyoendelea na darasa. Ila prayer alichowafundisha Yesu ni ule mfano. Akamwambia, "Nyesi mmeniomba muombe, si mnataka muombe, maombi yanafanana hivi." Akasema, "Mmeniomba kuomba, sio mnataka kuomba, maombi yanafanana hivi." So ukitaka ujue maombi yakoje, unaenda kwenye ule mfano ambao Yesu aliutoa kwanza wakati anafundisha prayer. Ule ndo unafanya, ndo leo nikiona watu waombi, huo mfano na unanipa majibu. Nikiona watu walikuwa wanaomba wameacha, ule mfano na majibu yote. Nikiona watu kwenye maombi wanakasirika, ule mfano unanipa majibu yote. Na kwa sababu hiyo watu wengi wanapoenda na wajibiwi. Hiyo sasa ndio inaleta kusema maombi ni magumu. Hapo ndo mtu anafikia na anasema, "Naomba unifundishe, labda kuna staili nyingine, kuna namna nyingine." So kilichomfanya huyu ajibiwe, Biblia inasema aliendelea kukaa pale. Atuambie ni masaa mangapi, atuambie alikaa muda gani, lakini tunachoambiwa alitumia mbinu ya kuendelea kugonga. Lazima ufundishwe mbinu za kubisha hodi. Hapo ndipo unahitaji sayansi ya maombi, sanaa ya maombi, umahiri wa maombi, mbinu za maombi. Ndicho nilichowaitia niwafundishe mahali hapa. Kwa hiyo huyu asingekuwa na hiyo mbinu, angeondoka na mlaumu rafiki yake. Rafiki yangu kabisa, unakataa kunifungulia usiku, utaona na wewe atakukuta. Watu wengi mna vitu kama hivyo. Mungu kabisa, mimi nakutumikia kabisa, unisikilize. Biblia inasema yule mtu akuondoka, rudisha mfano, hakumjibu kwa sababu ni rafiki yake. No. Na Mungu kwenye prayer usibezi kwamba Mungu atanijibu kwa sababu ni mwanae. No. Mungu hata kujibu kwa sababu umeokoka. Prayer haijabezi kwamba wewe ni mwana wa Mungu ujibiwe. Prayer haijabezi kwamba umeokoka sana ujibiwe. Wala prayer haijabezi kwamba unaumia sana mwili wako Mungu akujibu. Prayer imebezi umetumia mbinu gani kwa Mungu. That's why prayer inahitaji nini? Mafundisho. Na angalia mfano. Haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake. Biblia inasema no. Huyu hata ondoka ampe ule mkate kwa sababu ni rafiki yake. Urafiki hakuna hapo. Ila Biblia inasema kitakachomfanya aondoke, Biblia inasema ni kwa vile asivyoacha kuomba. Kwa lugha nyingine, asivyoacha kufanyaje? Kugonga mlango. So maombi ni staili, ni mbinu unatakiwa kujifunza kuwa nazo za kumwendea Mungu. Lakini turudi kwenye mfano wetu ambao ile Luka anasema tufundishe kuomba, andiko letu lile. Na angalia. Ikawa Yesu alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, neno alipokwisha maana yake alipomaliza kuomba, mmoja wa wanafunzi wake alimwambia, "Bwana, tufundishe na sisi kusali kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake." Hapo unatakiwa ukamate point. Uweze kufundishwa na mtu maombi asiyeomba. That's another big problem. Tunafundishwa makanisani kama mojawapo ya somo la kiroho. But that person, that woman, that man, is she prayerful? So ndo maana tumeweka masomo, watu wengi wameweka masomo ya maombi kichwani. Inawezekana ulifundishwa vizuri, inawezekana ulifundishwa kiusahihi kabisa. But aliyekufundisha ni nani? Kwa sababu hao hawakumwambia Yesu afundishe kuomba kwa sababu wanataka kuomba. Walimuona. Make sure kama unataka kujifunza maombi kwa mtu, huo umemuona ameomba. Kwa sababu kama amemaster kuomba, maana yake anazo mbinu anaweza kukupa wewe. Upande huu. Biblia isemi kwamba walipomuona Yesu anafanya miujiza wakamwambia tufundishe kuomba. Walipomuona Yesu anahubiri vizuri wakamwambia Yesu tufundishe kuomba. No. Walipomuona Yesu anafufua mfu wakamwambia tufundishe kuomba. No. Walitaka wafundishe kuomba kwa sababu wamemuona. So inatufundisha nini ile nao? Inatufundisha kwamba anayetakiwa kukupa darasa la maombi lazima awe anaomba. So unaanza kuona kwamba wamemuona anaomba afu wakamsubiri. Ndio maana Petro aliyokuzungumza kitu kikubwa akasema, "Mimi sina fedha wala dhahabu." Maana yake ningekuwa na fedha ningekupa, ningekuwa na dhahabu ningekupa, lakini akasema nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu amka uende. Sasa wewe judge kwenye moyo wako kwamba huyu mwalimu anayekufundisha kuomba leo anaomba. Judge yourself. Kama moyo wako ukikwambia huyu mwalimu anaomba, kaa hapo jifunze kuomba. Kama moyo wako ukikushuhudia aombi, usirudi kwa sababu hakuna utakachopata.
Kama nilivyosema awali, zingatia katika maisha. Usifundishwe na mtu maombi wakati hajui kuomba, hata kupatia mbinu zozote, hata kupatia ujuzi wote wa maombi. Wanafunzi walipoona Yesu akiomba, ndipo walipotaka na wao wafundishwe kuomba kama yeye. Sasa tunaenda kwenye kipengele muhimu sasa. Maombi ni nini? Kwa wale mliokuwepo awali, awali, niliwafundisha kinachofanya mpawe na shida ya maombi makanisani au watu washinde kuomba ni kwenye tafsiri. Maombi ni nini? Ili nikufundishe dhana au tafsiri sahihi ya maombi, lazima nikuambie maombi yanaangaliwa katika tafsiri nyingi. Na hizi tafsiri ndio tunatakiwa kuwa nazo makini. Aidha niweke sawa, kila tafsiri nitakayokupa ya maombi hapa kutokana na nadharia mbalimbali iko sahihi, lakini ni kipande cha maombi. Maombi tafsiri yake iko kwenye nadharia mbalimbali. Labda nikuambie hizo nadharia. Nadharia hizi zinatokana na lugha mbalimbali au watu wa asili fulani. Kwa mfano, Waebrania, maombi ni nini kwao? Wagiriki au Wayunani kwao walipokuwa wanasema prayer ni nini? Waingereza, tukija kwetu Waswahili, maana zote za haya maombi au maana zote za maombi kwa Waebrania, Wayunani au Wagiriki, Waingereza na Waswahili, maana za maombi zote ziko sahihi, lakini ni vipengele vya maombi. Maana zote watakazo, kwa mfano Mwebrania anapokuambia maombi ni hivi, yuko sawa. Mgiriki anapokuambia maombi tafsiri yake ni hii, yuko sawa. Mwingereza na Mswahili yuko sawa. By the way, tafsiri ya Kiingereza na Kiswahili zinafanana ya maombi, lakini ni vipande. Yaani tafsiri ya maombi ya Mwebrania ni kipande cha maombi. Kwa hiyo ni tamaduni mbalimbali au asili za watu kutoka mataifa mbalimbali walinyofoa tafsiri ya maombi kipande. Hapo ndipo tunapofeli. Kwa unayakuta umeyakamata maombi kipande. Na ndio maana maombi hayaombwi sawa. Ndio maana maombi yanasema Roho Mtakatifu tusaidie udhaifu wetu, kwa sababu hatujui kuomba jinsi isipasavyo, kwa sababu mlichokichukua kama maombi ni kipande tu. Alafu Yakobo anasema mwaomba, lakini mwaomba vibaya, kwa sababu mlivyo tafsiri maombi ni sawa, lakini ni kipande, sio kitu kamili. Ili tupate tafsiri ya maombi, tuziangalie hizi za kawaida ambazo huwa tunazishika, ambazo ni sahihi lakini hazijakamilika. Kuna chokitaka kuzungumza hapa, siwapingi tafsiri ya Waebrania ya maombi. No, sipingi wa Giriki, sipingi wa Yunani, sipingi wa Ingereza, wala siwapingi wa Swahili. Nimeamua kuzitukeza tafsiri kwa sababu ndo Biblia ambazo ziko common sana. Biblia ya Kiebrania, Biblia ya Kigiriki, Biblia ya Kiingereza na Biblia ya Kiswahili. Nimeamua kuchukua hizo kama mfano. Sipingi maana za maombi. No. Ila nachotaka kuambieni ambacho kimejificha na nataka mkielewe, maana hizo za maombi haziko complete, isipokuwa ni vipande tu. Ni sawasawa na hadithi moja ambayo mliwahi kusoma kitabu chake. Watu waliwahi kwenda polini kuangalia tembo. Alafu waliporudi wakaulizwa, tembo ni nini? Mmoja alipomwangalia tembo, macho yake yote yalistajabishwa na masikio. Kwa hiyo wakamuuliza, tembo nini? Akasema, tembo ni mnyama mwenye masikio makubwa sana. Mwingine aliangalia miguu. Wakamwambia, tembo ni nini? Tembo ni mnyama mwenye miguu mikubwa sana. Unafikiri walikosea? Ila shida ni nini? Shida ni vipengele vya tembo. Halo. Na unaona mnaanza kuelewa. So tafsiri za maombi ambazo zimetufanya mpaka leo watu hawataki maombi. Leo ukitangaza maombi tayari watu wanasinyaa, kwa sababu kuna tafsiri iko kichwani ya maombi ambayo pengine wamejaribu kuifanyia kazi, haijafanya kazi. So ili tuwarudishe watu kwenye maombi sahihi, bakata. Ili watu warudi kwenye maombi sahihi, lazima waipate tafsiri ambayo Mungu aliwahi kuisema yeye. So leo nitawapa tafsiri ambayo Mungu aliwahi kuitafsiri yeye. Mungu kusema, maombi yanahitaji Mungu, sio nabii, sio Yahudi, sio Wagiriki, sio Waingereza, sio Waswahili wanavyotafsiri maombi. No, Mungu mwenyewe wakati ametamka maombi, yeye Mungu alisemaje? Na waletea leo. Niilete leo tafsiri hiyo. Ukishaijua hiyo tafsiri, oh my God, nitamwona huyu anaomba, huyu ataomba, huyu atafunga siku nyingi. Utafunga siku ambazo hujawahi kufunga, utakesha kama hujawahi kukesha, utaomba masaa mengi kama hujawahi kuomba masaa mengi, kwa sababu utabeba tafsiri halisi. Mtu mmoja aseme kwa nguvu haleluya. Unaweza kusema tena kwa furaha. Tuangalie Waebrania. Waebrania wanaposema maombi
wanamaanisha kitu kinaitwa tefila. Double F. Tefila. Mwebrania au Myahudi kwa maombi ni tefila. Wanamaanisha nini wanaposema tefila? Wao Wayahudi maombi ni kutekeleza judgment. So kwa mfano wakiwa wanapambana, na hii inatokana kwa sababu wao ni watu wa vita. Kwa tafsiri yao imebezi sana kwenye maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo wakiwa wanapambana, either kwa mfano sasa hivi wanapopambana na Hamas, au wanapopambana na Hezbollah, au wanapopambana na Jordan na vikundi vingine na watu wengine na mataifa mengine, wanaposema let's pray to our God, maana yake wanataka judgment over their enemies. That's prayer. So neno judgment ni nini? Hukumu au maamuzi. Kwa hiyo wao wanaingia kwenye maombi kuamua wanachokitaka, kuamua, not to beg. So according to a Hebrew person, a Hebrew man, hawaendi kwenye maombi to beg or to request. Wanaenda kudecide, yani ikiwa na maana ya to judge. Tefila, kwamba leo niko kwenye maombi siku 3, maana yake kuna kitu na kidecide. Kiwe hivi, kiwe hivi. Wako sahihi kabisa. Lakini kipande, ukiangalia kitabu kile cha Kutoka 21:22, neno utakaloliona pale lililotumika nitakuonyesha baadaye kwenye Biblia za Kiebrania ni neno tefila. Watu wao wakiteta pamoja, maana wakiwa na ugomvi, wakamuumiza mwanamke mwenye mimba hata akaribu mimba. Kwa mfano, yanachomaanisha wanaume wanagombana, labda wanaosha mawe nini, alafu lile jiwe kwa mfano likaenda likampiga mwanamke mwenye mimba, au kama ni ubao chochote, lakini wanaume ndio wanagombana. Biblia ilitoa mwelekezo ufuatao. Biblia inasema wakamuumiza mwanamke mwenye mimba hata akaribu mimba, tena yasiwe madhara zaidi, ya kwamba mimba imeharibika lakini hakuna madhara zaidi. Sharti atatozwa. Ukienda Biblia ya Kiingereza haisemi mimba ikaribika, inasema akajifungua kabla wakati. Biblia inasema sharti atatozwa mali kama atakavyomwandikia mumewe huyo mwanamke, atalipa kama hao waamuzi watakavyosema. Kwamba wanaume wawili wanagombana. Nao wanaume wawili wanaogombana, tuko pamoja darasani hapa? Hawa wanaume wawili wanaogombana, labda katika kugombana kwao wakamuumiza mwanamke mwenye ujauzito. Ukienda Biblia ya Kiingereza inasema akazaa prematurely. Now angalia. Now if people struggle with each other and strike a pregnant woman so that she gives birth prematurely. Biblia ya Kiswahili hajaongea hilo. But there is no injury. Hakuumia kokote, lakini wakampa mshtuko akajifungua kabla ya wakati. The guilty person shall certainly be fined as the woman's husband may demand of him, and he shall pay as the judge decide. Judge ni nani pale? So kwamba kuna majaji. Yule mwanaume ndiye anageuka kuwa judge. Alafu ana decide anachokitaka kutokana na walivyomuumiza mkewe. Sio kwamba ana begi, no, ana decide yeye. Hiyo ndio inaitwa tefila. So Waebrania walipokuwa na tafsiri prayer wao, hawaitafsiri prayer, wanatafsiri prayer kama ni kwenda kwenye kufanya execute nini? Judgment. Ni kwenda kutekeleza nini? Hukumu. Neno hukumu maana yake maamuzi, wanaamua. So wao Waebrania walikuwa wanaingia kwenye maombi kuamua what they want. Hello. Lakini not only kuamua, kucommand. So for any Hebrew person, prayer, for a Hebrew person, prayer is to command. Je, wamekosea? No. Wako sawa, lakini ni kipengele kidogo cha prayer. Sema tefila. So unatakiwa ujue kwenye maombi, you can go and command. Lakini ukichukua hii tafsiri ya kucommand pekee, haujakamilisha what is prayer. Lakini ukienda kwa Wagiriki maombi wanaita proseuche. Proseuche. Wengine wanaitamka prosuche. Hawa ni Wagiriki. So unaweza kuangalia watu wametafsiri kulingana na tamaduni zao zinahitaji nini. Kwa mfano kwa Waebrania umeona ni watu wa command, watu wa vita. Hawezi kutafsiri maombi kama request. No. Tunaposema kwa Wagiriki prosuche, wao wanamaanisha, neno prosuche lina maneno mawili. Ina pro, neno pro ni kukaribia au to come near, kuja karibu au kwenda karibu au kusogea. Alafu kuna euche. Hii ni to offer au kutoa. To offer au kutoa. Kutoa nini? Walipokuwa wanamaanisha to offer, walikuwa wanamaanisha kutoa dhabihu au kutoa kiapo, yani vow au nadhiri. Sasa wao ndo tofauti. Wao proseuche, Wagiriki wanamaanisha prayer kwao ni kukaribia kwa Mungu, afu kikaribia kwa Mungu unatimiza kiapo chako. To them that's prayer. Wako sawa? Yes.
kwa sababu hata Hana alifanya hivyo. So Hana kwenye Biblia ukisoma kitabu cha Samueli alitumia mbinu inaitwa proseuche. Alikaribia kwa Mungu akasema, "Kinipa mtoto, ndipo nitamtoa mtoto kuwa nabii. Ndipo nitamtoa mtoto akae karuni mwako." Ili kuofa yule mtoto inaitwa nini? Euche. Hello. So Mgiriki akienda kwenye prayer lazima aende na kitu cha kuofa, tofauti na Mwebrania. So ukienda kwa Mgiriki ukamwambia prayer ni nini, maana yake ataenda mbele za Mungu, ataofa kitu. Sasa itakapokuja sasa ukichukua mtindo wa Kigiriki ukaenda ukakaribia afu kaofa, unaanza kuhesabu ulivyo viofa, alafu unaangalia majibu, uweze kuendelea kuomba. Namsaidia binadamu hapa? Nimekuambia kinachowafanya watu wasiombe ni tafsiri. Ni tafsiri. Wanasahau msingi wa maombi ambao Yesu aliutoa. Anasema unaweza kugonga na usifunguliwe hata kama ni rafiki yako, mpaka utumie mbinu. So huyu anatumia command, huyu anatumia nini? Offering. Lakini offering ambayo katika mtindo wa vow au kiapo au nadhiri. Tena wao hawaweki nadhiri, wanaweka nadhiri before. Wanapoenda kwenye maombi ndio wanaenda kuitimiza. Wanaapa before hajaenda kwenye maombi. Ukienda kwenye maombi wanaenda na hiyo nadhiri. Ni kama wanataka kumconvince Mungu. Imagine sasa umeingia kwenye maombi unasema, Mungu, ninaenda na kitoa kiwanja changu hiki. Na kitoa kiwanja changu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nalitoa gari langu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Naomba, afu unaenda kumuomba Mungu aingilie kati jambo, afu aingilie. Hapa ndio watu wanaacha kuomba. So najaribu muangalie maombi kinachowafanya, narudia, kinachofanya maombi yanakuwa magumu ni kwa sababu umefundishwa tafsiri gani au unatumia ipi. Kwa mfano Mwebrania anaenda kwenye prayer. Let me give an example. Mwebrania anaenda kwenye nini? Anaenda kutoa hukumu, anaenda command. Swali, akikomandi siwe, anaweza pia kuanza kumdoubt Mungu. Na ndio unaona mara nyingi walimuita kuhani. Wakasema, "Hebu vaa na ivera, tuulizie kwa Bwana, tunashinda tushindi." Yaani maombi yao yalikuwa ni hayo. Na ndio maana akitokea nabii, ndio maana Mikaya alipata shida. Nabii Mikaya alipokuja akasema, "Ukienda mtapigwa." Wao hawana cha kupigwa. According to Jewish tradition, wakienda kwenye prayer wao wanaenda kushinda wao. Ndio maana Mikaya alipokuja akatabiri, akamtabiria Ahabu, akamwambia, "Ukienda kwenye vita utapigwa." Wakamwambia, "Kwa nini unanitabiria mabaya?" Kwa sababu Mwebrania hataki kusikia. Wao wanaenda, wao ndio wana hukumu, wao ndio wana nguvu. Am I speaking to somebody here? Haya, njoo kwa Mgiriki. Mgiriki ni mtu wa nadhiri. Proseuche. Pros meaning to approach, come near God. Euche meaning offer something but through a vow. Mungu, nimeleta ng'ombe wangu 7 kwa lile jambo ambalo nataka ufanye. Afu natoa ng'ombe, afu Mungu afanye. Prayer becomes a problem. Twende kwa Uingereza. Waingereza na Waswahili wanafanana, wanaendana. Meaning ya prayer kwa mjibu wa Mwingereza. Prayer kwa Mwingereza au Mswahili ni ku request, kama unavyo request Uber. Je, unapo request mtu Uber aka cancel, prayer inakuwa problem. Hujawahi ku request aka cancel. So what is prayer according to an English person? Is to request, is to put your demand, request to God. Make a request before God. That's prayer. Hata Waswahili, hapa ndipo Waswahili wengi hamuombi. Kwa sababu umesema maombi ni kupeleka mahitaji yako. That's prayer kwa mjibu wa Mswahili. Wanajaribu Waswahili kuna kuingiza na ka sentensi ni kufanya mawasiliano sana sehemu mbili. Mlipoenda uliongea na nani? Tulikuwa naongea wewe. Yaani nikisingizio anasingizia, lakini kwenye mind, halo. Wengi mnaonisikiliza na nyie mlioko hapa, mind za Waswahili tunapoomba, nirudi kwetu sasa. Tutoke kwa Giriki, tutoke kwa Ibrania, turudi kwetu. Mind za Mswahili kusema maombi ni kupeleka mahitaji. Ni sawa sio sawa? Ni sawa, lakini ni kitu kidogo sana kwenye maombi, kidogo mno hicho. Unapoingia kwenye maombi kama Mwebrania kucommand ni kitu kidogo. Unapoingia kwenye maombi kama Mgiriki kwenda kuoffer sacrifice au nadhiri ni kitu kidogo. Unapoingia kwenye maombi kama Mswahili kwenda kurequest ni kitu kidogo, na ukishikilia hicho huwezi kuendelea kuomba. So ukiona muombaji aliyefanikiwa, not kufanikiwa simaanishi kupata vitu. Aliyefanikiwa maana yake anaendelea kuomba na naomba, maana yake hana hizo tafsiri zote kichwani. Sijakwambia upige makofi, kwa kama unapiga piga kweli. I'm telling you. Leo ukielewa tafsiri ya maombi according to God himself, Jesus. So tunahitaji tafsiri ya maombi ya Mungu mwenyewe. So ukienda Mwebrania hawezi kuwa muombaji sana kwa tafsiri aliyoishika. Mgiriki hawezi kuwa muombaji sana kwa tafsiri hii, itamdisappoint. Kama yule ambao Yesu alitoa mfano, mtu akawa disappointed. Ule mfano aliotoa Yesu ni mfano mkubwa sana wapenzi. So yule mtu alienda na tafsiri gani kati ya hizi?
Kwa alitumia request, alitumia kwanza command, baadaye akatumia request na kupata. Alikuwa so disappointed. So tumeona maombi kwa tafsiri ya Ibrania. Tumeona maombi kwa tafsiri ya Waingereza na Waswahili. Now, let me tell you, ladies and gentlemen, hizo zote sio tafsiri sahihi za maombi. Now, ili tupate tafsiri sahihi ya maombi, tunabidi tuangalie Mungu anahitaji maombi. Kwa sababu tukishaipata tafsiri ya Mungu ya maombi, hatuhitaji Waebrania watuambie maombi ni nini. Nikishajua Mungu mwenyewe anasemaje juu ya maombi, sihitaji Mswahili aniambie maombi ni nini. Sasa tafsiri ya Kiswahili ni mbovu. Yaani ukiona mtu tu anaomba mpaka watu wanauliza ana shida gani? Unajua kusikia? Amekumbwa? Maana yake tafsiri ya Kiswahili lazima una shida. Kuna hitaji unamwambia Mungu. Ni tafsiri mbovu ambayo ikifanya mtu akapata anachokitaka, hakuna prayer. Kwa hiyo ili uombe inabidi upate shida tena. Sio yenyewe tuikatae kwa jina la Yesu. Na wala usiwafundishe wanao kwamba ukipata shida hii fanya hivi, upata shida hii fanya hivi. No. You become a beggar. Unakuomba omba. Nahitaji gari. Listen, maombi nitakayowafundisha mimi, huwezi kuomba gari kwa Mungu. That's shame. Naomba kitanda. Jesus. Baba hii kitanda kimeisha. Yale yote ambayo Yesu alimwambia Baba yetu uliye mbinguni tupe riziki, yale hayaombi kama mlivyoona kwenye mlolongo pale. Tafsiri nitakao kufundisha, ukishajua ile tafsiri, yale yanakuja yenyewe, hayaombwi. Ila unahitaji ujifunze maombi ni nini ili uende uombe inavyotakiwa bila kuyataja. You don't mention it. Oh God, I want a house. Aibu kweli mtu Kristo anaenda kuomba Mungu. Mtu eti naomba nyumba. Wakati kuna mtu ana nyumba hajaomba. Sasa yule ukimwambia aje kuomba atakuja. Unapojaribu kumshawishi mtu, mimi niliomba nikapata nyumba, alafu yeye amejenga hajaomba, hawezi kuja kanisani. Akafanya nini? Anasema huyo Mungu wako kama anatoa nyumba kwenye maombi, basi uje niombe mimi. Maana mimi natoaga nyumba kwa watu, naongaga pia na nyumba. Basi mimi Mungu pia. Sio mnanipata? Kwa mnamdhalilisha Mungu. Mimi nikataka kupungua, nikamwomba Mungu nikapungua. Mimi nilikuwa sina nyama. Nikamwomba Mungu akaniongezea nyama. Mloganzila anatoa nyama. Kwa mloganzila ni Mungu. Let me tell you. Watu wanakujaga mbele za Mungu, wanaomba promotion. We do that. Na waambie nyewe kwa sababu naomba, si kwa sababu mkuja kwenye darasa. We do that kwa sababu they are babies. Yes, kwa sababu unavodili na mtoto mdogo, hata akijisaidia kwenye pampers sio kosa. Umri wake unaruhusu. Na utamsafisha na utampiga vizuri kidogo hivi na utamlaza, utapiga huku ili alale. Lakini mtu akishakuwa na miaka kadhaa, mtoto akajisaidia kwenye nguo, au pigi hapa alale, unapiga ili aumie. You don't get it. Huyo mdogo unapiga hapa alale, na amejinyea. Na amejinyea. Mwingine yule hautapiga hapa alale. Unapiga hapa apate adhabu. So kuna watu wanapokuja huko, mimi naomba hiki, mimi naomba. Sio kwamba hata ukiniona kesho naongoza watu maombi hayo, nitayafanya kwa sababu ni watoto na hataki kukua. But uwezi kuomba cheo. Kwa sababu mmemfanya Mungu ni Mungu ambaye sisi ni omba. Nikitaka cheo, nataka wateja. Kosa ni lenu? No, ni tafsiri ya Kiswahili ya maombi. Tafsiri. Kwanza moja kwa moja limeitwa maombi. Kuomba. Omba. Najua huko tayari kupata tafsiri ya Mungu. Unavyoitikia huko tayari kupata tafsiri ya Mungu. So kwa mujibu wa tafsiri ya Mungu, au inaitwa biblical meaning, tafsiri ya kibiblia, maombi ni nini? Andika. Maombi ni kwenda kwa Mungu juu mlimani na kukaa au kuwa naye. Kabla sija kufafanulia, wangapi wanaamini Musa aliwahi kwenda kuomba siku 40? Nyosha mkono kama uliwahi kusikia au unajua. Uliwahi kusikia? Now let me show you. Kitu mnachoitwa Musa alienda kuomba siku 40. Mungu alikitamka kama ifuatavyo. Kwa maombi ni nini? Maombi ni kwenda kwa Mungu juu mlimani. Andika hivyo, usiache neno hata moja. Maombi ni nini? Maombi ni kwenda kwa Mungu juu mlimani, kuwa naye au kukaa kwake. That's prayer. Without commanding, without requesting, without giving your vows. That's prayer. Although haya yanaweza kuwa included, lakini minus hayo yote, still that's prayer. Without requesting, that's prayer. So I will show you what we call prayer. Mungu alipomwambia Moses njoo kwenye maombi,
language aliyotumia ndio hiyo. Moses hakurequest chochote kwa tafsiri ya Waswahili na Waingereza. Moses akukomandi chochote kwa tafsiri ya Obrania. Moses akwenda kutoa vau wala nadhiri kwa mjibu wa Giriki. Moses hakufanya chochote. Lakini inaitwa prayer. Mpaka leo tunahubiri makanisani, Moses akaomba siku 40. Katika tafsiri ya kuomba siku 40 hakuna hata tafsiri ya Kiswahili pale. Nikikuuliza ali request nini? There is nothing. So prayer inaweza kuwa prayer bila hayo. Na angalia Mungu alivyotaja maombi, ambao nyewe mnaita maombi. Musa akaenda kwa Mungu, akakaa maombi siku 40 mchana na usiku, akafunga. Angalia Kutoka 24:12. Nataka usome wewe. Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, huwe huku, nami nitakupa mbao za mawe na zile sheria za hiyo amri niliyoandika ili wafundishe. Now, lakini unajiuliza, maybe hayakuwa maombi. It was prayer. How? Angalia mstari unaofuata. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu. Usisahau neno mlimani kwa Mungu. Akawaambia hao wazee, tungojeni hapa mpaka utakaporudi kwenu. Na tazama, Haruni na Huri wapo pamoja nanyi, kila mtu aliye na neno awaendee. Musa akapanda mlimani, lile wingu likafunikiza mlima. Na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likaufunikiza siku 6, na siku ya 7 akamwita Musa katikati ya ile wingu. Musa hajaongea chochote. Na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima na machoni pa wana Israeli. Musa akaingia katika lile wingu, akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 mchana na usiku. So tunazipata zile 40 ambazo zinahubiriwa. Musa akaenda kwa Mungu, akaomba. Siku ngapi wanasemaga? Lakini umeona prayer ilivyo. Swali, alirequest nini? Alimwambia Mungu nini? So nataka ukamate hapo. Prayer inajitosheleza yenyewe kwenda kwa Mungu mlimani, usahau neno mlimani, na kukaa kwake hata kama hauongei chochote. So ninaweza nikafupisha kwa kifupi. Maombi ni nini? Kumtembelea Mungu. Maombi ni kumtembelea Mungu. Hapa kuna dhana naenda kumuuliza Mungu, kumtembelea. Sura 31 mstari 18. Now 31 mstari 18. Hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao za ushuhuda, mbao 2 za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Nenda 34:28. Na alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake. Hakula chakula wala kunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao kwa maneno ya maagano hizo amri 10. Alikuwa hali ni nini hiyo? Ni mfungo. Swali, alirequest nini? Nijibu wote. Alienda kukomandi nini? Alienda kutoa nadhiri ya nini? Sasa naanza kujenga msingi taratibu wa maombi. Kwa watu wanatakiwa wajue maombi ni nini? Maombi ni kwamba I miss my God. I miss my creator. I want to be with my creator. I want to listen to my creator. So ukiangalia vizuri hapo, Musa aliitwa na Mungu tunachokiita maombi. Akawa hali usiku na mchana. Kwa mantiki ya kufunga. Alienda kukaa kwa Mungu, kumsikiliza Mungu. Sasa ongeza pale. Maombi unapoenda kwake ni kumsikiliza yeye. Na ndio maana huwa na ujasiri kuuliza watu, unasema ufunga siku 3, Mungu amekwambiaje? Unakuta alienda kukomandi, alienda kurequest, alienda kuongea mambo yake, alienda kutoa nadhiri zake, and God is quiet. That is not prayer. Na ndio maana utafika mahali uta give up. Ndio maana utafika mahali, ndio maana umeacha kuomba, kwa sababu tafsiri ilikudanganya. So tunamuona Mungu alipomuita Musa, ambao tunakiita maombi. Alimuita Musa aende kwake, akae miguuni pake, asikilize. Na ndio alichokifanya Yesu Agano Jipya. Agano Jipya Yesu alimtembelea Martha na Mariamu. Maandiko yanasema mmoja, nadhani ni kati ya Martha au Mariamu, mmoja kati ya wadada wawili, akawa anajishughulisha jikoni kupika, kufanya vitu vingi, anafanya vitu vingi, lakini mmoja akakaa miguuni kumsikiliza. Yesu akasema huyu aliyekaa miguuni amechagua fungu lilo jema. Ndio cho Mungu anachokitaka. Lakini unajisumbua na vitu vingi, unamwombea vitu vingi, unamwahidi Mungu mambo mengi, Mungu mimi nitafanya hivi. Mungu haiko interested. That is not prayer. That's your desire. Ndio maana Yakobo anasema mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. So unaposikia Yakobo anasema mwaomba vibaya, ndio nyie. Na ndio wengi hapa mnaomba hivi. Mungu naomba hivi, namwombea huyu hivi, namwombea hivi. You are making noise. So Martha na Mariam, Yesu akaingia kwao. Dada mmoja yuko busy jikoni, mpaka akaja kumwambia Yesu, Yesu, naomba umwambie dada yangu aje kunisaidia jikoni, kwa nini anakaa na wewe hapa? Yesu akamwambia huyu alichokichagua ndio fungu jema. Kuketi miguuni mwangu kunisikiliza. That's prayer.
Nataka niwape tafsiri ambayo wengine huenda mkuitegemea. Unaweza kwenda kwenye maombi ukakaa masaa 28 na usongee chochote, na inaitwa prayer. Unaweza usongee chochote ila ukatulia mbele za Mungu. Unaweza kwenda ukalala hapo bila kusinzia. Unalala unasikiliza Mungu anasemaje. Unaweza kusujudu. Unaweza kupiga magoti na usongee chochote, na inaitwa prayer. Kwa sababu prayer haijabezi unachokitoa wewe. Prayer imebeza unachokitoa Mungu. Mnanisikia? Mkibezi prayer mnachokisema nyie, that's all prayer. Ndio maana mnakuwa disappointed. Prayer haijabezi unachodecide wewe. Prayer imebeza unachodecide Mungu. Prayer haijabezi unachoongea wewe. Prayer imebeza unachokiongea Mungu. Prayer haijabezi unachokielekeza wewe, imebeza unachokielekeza Mungu. How I wish mwelewe. Ndio maana ukiona niambia mimi najua tafsiri ya prayer, nashindwa kukuambia kwa kiwango chako na uelewa wako. Labda naweza kukuambia muda unapokufundisha kwamba vile mlivyokuwa mnasema ni maombi, it's not prayer. Ni tafsiri zenu na tamaduni zenu. Hakuna mahali ambapo tunamwona Mungu akimwambia Musa njoo huku juu niambie unachotaka. No, nowhere. Manake kila kitu ambacho kina fulfillment ya maisha yako, me God, I have it for you. When I speak to you, it is done. You don't need. So party kubwa ya prayer imebezi kwa Mungu. Actions kubwa ziko kwa Mungu. Directions kubwa ni Mungu. Command ni Mungu, not you. So kwa sababu kwenye prayer, am I teaching somebody here? Kwa sababu kwenye prayer nyinyi ndio mmetaki kutake charge, then God becomes quiet. Na prayer minus God, that's not prayer, that's noise. So you guys have been making noise. Kama maombi lazima mtu aongee, Moses ndiye alitakiwa ambiwe aongee kwa sababu ndiye alikaa na Mungu hapa mlimani. Mungu akamwambia Musa, njoo kwangu juu mlimani, kaa nami. Alafu usile, usinywe. What is that? Mfungo huo. Kuna kula, hakuna kunywa. Ni mfungo. Haya tukategemea sasa kwa sababu ni mfungo. Mungu atamwona. Musa ataanza kumwambia Mungu, Waisraeli na waongoza, wana vichwa vigumu. Kuna huyu anisikilize. Mungu fanya jambo. Fire, natuma moto. Nothing like that. Haya ni maigizo na vituko. Musa hakuwa na maadui? Nijibu wote. Hakuwa na maadui wanaomnyanyasa? Na Musa aliposhuka kutoka mlimani, aliwakuta maadui zake wanamsubiri. Musa walikufa wote lakini hajawaombea kule wala. When God has spoken to you, it is done. Don't explain too much. Nimewahi kuona watu wanasema kwa sababu sijataja jambo hili Mungu afanye. Mungu hawezi kufanya jambo kwa sababu umetaja wewe. Then Mungu akifanya jambo kwa sababu umetaja, you become God. You become a creator. Wewe umekuwa mwanadamu hivi. Ulitaja wapi uumbiwe na miguu? Ulitaja wapi upewe komwe? Ulitaja wapi upewe kichogo? Haukutaja lakini umekutaja unayo. Mimi sikutaja niwe mfupi. Kama Mungu angeniambia ningekataa. So kama Mungu hakukuhitaji wewe kikao kukuumbia urefu, kukuumbia weupe au kukuumbia maji ya kunde, kukuumbia hivi, kukuumbia unene, unataka kuniambia Mungu ili umwambie gari ndakupe gari, is this true? Nani aliwadanganya? Ili Mungu ili ukishataja gorofa ndo akupe gorofa, ukishataja cheo ndo akupe cheo, ukishataja mtoto ndo akupe mtoto. That's not prayer. That's the desire of your flesh. Am I helping somebody here? Upande huo ambao umezuba kulikote. Am I helping somebody here? Sasa mwili wako ambao huwezi kununua dukani, mwili wako huo ambao huwezi kutengeneza, mwili wako huo ambao ukiamua kuoza unaoza, hakuna kuzurudisha, Mungu hajakuhusisha, sembuse Mungu kukupa cheo mpaka uongee. Who told you? Ni tafsiri ya Kiswahili kwamba kuomba ni kurequest. Nimeomba mtoto miaka 8. Wewe ni mtoto. Ukimuuliza mama yako, huenda hajakuomba. Tena huenda alitokea hajakukuambia, alikuwa hataki uje. Tuongee reality. Huenda mama yako au babaka kutaka uje, hawezi kusema nao. Lakini ulikuja. Inakuaje wewe upate mpaka ombe? So unagundua maombi hajawekwa kwa ajili hiyo. Narudia mnisikilize, maombi hayakuwekwa kwa ajili hiyo. Ila inaweza ikafanyika kwa watoto wachanga kiroho. Na mtoto mchanga kiroho akipata kitu anakuambia ni kwa sababu nimeomba. Then Mungu yuko wapi? Nani anaanza kuelewa? Hello? Mungu alimwambiaje Musa? Njoo wapi? Kwangu juu mlimani. Ufanyeje? Ukae nami. Alafu ukiwa unakaa unakula? Hakuna kula, hakuna kunywa. Ni nini hayo? Yanaitwa maombi au mfungo, maombi ya kufunga na kuomba. Swali, alimwambia Mungu amfanyie nini? Alikomandi? Alienda akafukuza wachawi kijijini?
Je, mtu akikomandi ni mbaya? Sio mbaya, but ina sehemu yake ni ndogo, sio iliyobeba maombi. Nataka kuweka sawa nao. Hayo mengi kurequest, unaweza kurequest, tutaona mbeleni. Unaweza ukacommand yes, unaweza tena ukaenda ukafanya kile kitu kinaitwa procedure, ukaofa, ukatoa nadhiri yes, lakini ni sehemu ndogo, ni sehemu ndogo. Kama ni 3%, ni 3%, 97 yote ni Mungu. Inawezekana vyote ni 3% au 1. But ili iwe prayer, sijui nisemeje muelewe nyie. Ili iwe prayer, anaye control ni God, not you. Main speaker ni Mungu. Kwenye mnachokiita prayer, kama main speaker is not God, that is not prayer. Ndio maana anasema msipayuke kama mataifa, kwa kuwa Bwana anajua mnayoyataka. So mama anasema maombi mnayoomba yeye yanaitwa maombi ya mataifa, na yanaitwa maombi ya kupayuka. Kama uko Juma na kupayuka, anasema mnapokuja mbele zangu msipayuke kama mataifa, maana mataifa kuna vitu wanavihitaji. Nyie niweke hilo andiko, nafikiri Mathayo sura 6. Anasema nyie Bwana Mungu wenu anajua mnayohitaji, kwa hiyo you don't need to tell him. The moment ukienda I need this, I need this, Mungu nifanyie hivi, Mungu nifanyie hivi, Mungu nifanyie hivi, Mungu nifanyie. Mungu anasema unapayuka, you are making noise. Kwa sababu mimi Mungu unayepigia kelele I know. Tena najua bora kuliko unachoniambia. Najua mpendi hii tafsiri kwa sababu Waswahili maombi ni kuombaomba. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa. Maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Nataka hili, nataka hili. Mungu angalia afya yangu, Mungu angalia kodi, Mungu angalia hivi, Mungu angalia simu yangu imepasuka. Mungu hadi Mungu anaambiwa simu, jamani. Na angalia mstari unaofuata. Basi msifanane na hao, maana baba yenu anajua mnayoyahitaji kabla ninyi hamja. So why telling him mtu anayejua? So kwenda mbele za Mungu umejaa mahitaji is telling God you don't know what I'm passing through. That's an insult. Am I helping somebody here? Nataka msiombe kama watu wengine. We don't command in prayer. Don't waste your time. Musa alipokuwa juu mlimani hakuongea chochote. Aliposhuka chini wakamzingua, akaiambia ardhi pasuka ikawameza. Prayer is what we make you command after prayer. Prayer ina kazi ya kugather faith. Prayer ina kazi ya kufanya kukusanya imani, kukusanya courage. Now you don't go there you pray, naomba Mungu nipe imani. No, it's automatic. Ukiwa kule. Then baada hapo unaweza kuamuru hali yoyote ambayo inakukumba. Wewe wachawi toka. Not in prayer. God help me. Watu hao nielewe. So kwamba naenda kwenye maombi ni muamuru mchawi. Mchawi ananipeleka kufunga siku 3. Kweli? Mbona tunamfanya Mungu mdogo sana? Yesu Kristo alipoenda mlimani kuomba, Biblia inasema akamtokea Musa na Elia. Melala. Akamtokea nani? Do you know Biblia inasema walikuwa wanaongea na Yesu nini? Biblia inasema wakatokea Musa na Elia wakawa wanaongea naye mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Na juu ya mateso yaliyokuwa mbele uso wake. Lakini aliposhuka chini Yesu akutana na nini? Akutana mtu mwenye kifafa. Anamtupa mtu kwenye maji na kwenye nini? Kwenye moto. Yesu akamkemea. Baada ya kutoka mlimani ndio kitu alichokutana nacho kwanza. Swali ndio alichokuwa anaombea. Biblia inasema alienda kuongea na Baba mambo ya ufalme wa Mungu. That is it. That's what I call prayer. Naenda kuongea na Mungu the matter of the kingdom. Not Mungu kule chini kuna mtu no. Sasa Musa alipoenda kwa Mungu, maandiko yanasema Mungu alimwambia Musa, njoo huku juu mlimani kwangu ukae na mimi. Maana yake yani neno ukae na mimi maana kuwa hapa niwe hapa. Yani tupige story, uwe karibu na mimi. That's prayer. So Mungu katika story aliyekuwa ananisha kikao ni nani? Not Moses, it's God. Nyie maombi yenu nani yaendesha? You don't even give God a chance to talk. Na ndio maana unashangaa ukimaliza kuomba unakimbizwa na mambo kwenye ndoto. God was not involved. Baba, naja mbele zako. Haya umeshafika. Nimekuja kukuambia mambo haya sio yanavyoenda. Kuna watu wananitania, kuna wengine wananibeza. Juu ya wokovu, waonyeshe Baba. Waonyeshe Baba. Unalala usiku mbwea na Musa ameenda, Mungu ameongea na Mungu alichokuwa anakiongea alikuwa ni mambo ya ufalme.
wana wa Israeli, akawa anampa mwongozo wa huduma. Wana wa Israeli itakuwa hivi, hivi ndio itakuwa amri, hizi itakuwa kanuni, hii itakuwa hivi. Musa anasikiliza, hii itakuwa hivi. Siku 40 days and 40 nights. Musa anasikiliza. Musa hakuchangia, Musa hakuongea chochote, lakini still tunaita nini? Prayer. Sasa Musa aliposhuka chini, akakuta wana wa Israeli wameasi. Alipokuta wameasi, wamechonga ndama wa nini? Wa dhahabu. Wanamwabudu. Musa kwa hasira akachukua zile mbao mbili, wengine zinaandikwa pengine mbao, zingine mawe, vyovyote vile, akatupa chini zikapasuka. Zilipopasuka, Mungu akamuita tena. Akasema rudi kwangu huko juu. Alivyorudi kule juu, ndio tunaona for the first time Musa naye anaongea. What does it teach you? Kinachokufundisha kwamba kulikuwa maombi yana pati mbili. Section ya kwanza is God talking and you are quiet. Section ya pili ni wewe, but us is vice versa. We speak after nataka Mungu aongee. It's not like that. Kwa sababu invitation ya prayer sio ya kwako. It's God who invites you. Sijao kuna mtu amealikwa kwenye kalamu afa anakuwa kwanza kuongea. Unapoalikwa mahali unasubiri instruction. Na ndio maana anasema endapo mtu amealikwa, Yesu aliyokutoa mfano kwenye karamu au sherehe, atakiwa kwenda kukaa viti vya mbele, anatakiwa kae viti vya nyuma, ili kama anapaswa kukaa mbele, mwenye sherehe atamwambia toka ndugu yangu nyuma, kakae wapi? Mbele. Pati 2 Musa akaitwa tena. Musa alipoenda na akapewa zile 40 days and 40 nights tena. Kama uko juu Musa alifunga mara 2, jumla siku 80. Aliporudi ndio Mungu sasa anamwambia toka. Inakufundisha nini? Maana yake kwenye prayer wa kwanza ni God, you become second. Angalia maisha yako wewe ya prayer. That's why ujibiwi, unaona Mungu hayupo, unakata tamaa, unatoka kanisa hili, unaenda jingine, utahama sana mpaka utakuta kuna sehemu pameandikwa No Church International. Kwa sababu what you are doing is not prayer. Na sikulaumu pengine hujafundishwa. Nao umefundishwa. Hujanisikia? Nao umefundishwa. So akamuita Musa, ona. Na angalia Kutoka 34, mstari wa kwanza na kuendelea. Kisha Bwana akamwambia Musa, chonga mbao 2. Hii ni mara ya pili nao. Chonga zile za kwanza Musa kuzichonga yeye. Za kwanza nani alichonga? God himself. Za kwanza nani aliandika? Mungu mwenyewe. To show you prayer, wa kwanza kuact, wa kwanza kunena ni Mungu. You become number 2. Na unapokuwa unaenda kwenye number 2, unaenda kwa msingi wa kile alichosema yeye. Kwa sababu muongozo wa Musa alichokiandika alitoa wapi? Alitoa kwenye ile ya kwanza. Muongozo wa utakachokisema kwenye maombi unatoa wapi? Unatoa kwenye voice of God in that prayer. Sio voice of circumstance, voice of your pain, voice of your situations. No. Your prayer must be based on the voice of God. So ninaposema mimi naingia prayer, I may not have anything to pray for. Inawezekana sina request, but naingia to hear what God is saying, then my reply itakuwa ni according to what he said to me. That's prayer. Musa alienda kwanza, akabidi asikize. Mungu akamwambia, Mungu akamwandikia hiki, akamwandikia amri, akamwandikia hii, akamwandikia sheria, akamwandikia hivi. Musa anasikiliza. Musa hakuongea chochote. Na ukiangalia Musa alipovunja mbao, angalia maandiko vizuri. Hakuna mahali Mungu alimfokea. Unavunjaje mbao afu Mungu akufokee? Mbao alizoandika Mungu, Biblia inasema aliandika kwa chanda chake. Neno chanda maana yake kidole. Mungu aliandika kwa kidole chake. Mungu ndiye alizichonga, akampa Musa. Musa anazivunja. Hakuna mahali Mungu alikasirika. Why? Kwa nini unajua kujiuliza? Tena Mungu akamwambia Musa, zimevunjika. Good. Meaning it was the will of God. Mungu ajabu kumfundisha kwamba mimi ndio naanza kuandika, mimi ndio naanza kusema, alafu unakuja unaandika sawa sawa na nilichokuambia. So prayer ya kwako, prayer, your request au iwe command, tunarudi kule mlikuwa mnapataka, either una request, either una command, either unaweka nini vow, lazima ibase Mungu kasemaje. Not Mungu aongee according to your request. No. So naweza kutoka hapa nasema I have 3 days prayer. So kwamba kuna kitu naenda na kiombea. Nataka kukaa na Mungu siku 3. Then what I will hear from him will determine what I will request. What I will hear from him will determine what I can command. What I hear from him will determine what I can vow before him. Unaelewa angalau? So ndio maana Musa Mungu akasirika, umevunja mbao zangu, umevunja mbao, umevunja. Ndio hapo akamuita tena. This was the second time. Kisha Bwana akamwambia Musa, chonga mbao 2. Sasa muda mimi nimechonga, umeniona ninavyochonga, na wewe chonga sasa. Ndio maana kwenye prayer ni vizuri sana kumuuliza Mungu. Mungu nimekuja kwako, sema nami. Kwa Mungu anaanza kuonyesha hata maono, anaanza kuletea ndoto, anaanza kusikia sauti, ukaona Mungu, ukaona sehemu watu wanaokoka. Kwa hiyo my prayer na mimi nitaanza kuombea watu waokoke pale.
So Mungu ameshachonga mbao, ameshaziandika, anamwambia Musa na wewe sasa. Musa hawezi kumuuliza Mungu nichongeje kwa sababu aliona before. Kwa sababu kwenye prayer anayetangulia ni nani? God. Kisha Bwana akamwambia Musa, chonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza, nami nitaandika juu ya mbao hizo maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza hizo ulizozivunja. Nitakuelekeza watu andike. Nawe uwe tayari asubuhi, na asubuhi ukwe juu katika mlima Sinai. Nawe hudhurisha nafsi yako kwangu huku katika kilele cha mlima. Usisahau mlima, ndio Mungu aliko. Asikue mtu pamoja nawe, wala asionekane mtu awaye yote katikati ya mlima, wala kondoo wala ng'ombe wasilishe mbele ya huo mlima. Naye akachonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza, na Musa akainuka na mapema asubuhi, naye akakwea katika mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru. Akazichukua hizo mbao 2 za mawe mkononi mwake. Alizozichonga nani? Musa, sio God this time. Bwana akashuka ndani ya ile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, 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 Mungu ni mwingi wa huruma, mwenye fadhili na si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa ya dhambi, wala si mwenye kuhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kama, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wanao pia hata kizazi cha 3 na cha ngapi? Na cha 4. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata nchi, akasujudu. Sikiliza mstari wa 9. Akasema, ndo Musa akasema for the first time. Ukichukua ile 40 ya kwanza akaongea chochote. Hii ya pili hata alivyoenda Mungu ndiye alianza kuongea. For the first time Musa ndiye anasema. Why anasema nao? Ana point ya kusemea, ana point of reference. Unatoka umetoka nyumbani, baba nimekuja mahali hapo, unajua kabisa nichokutana nacho kazini. Ndio Musa sasa mstari wa 9 anaongea for the first time. Anaongeaje? Akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende katikati yetu. Request. Ndio maana nimekuambia ku request ni dhambi? No, but unaipelekaje hiyo request? Kama ndio imebeba your prayer yako yote, that's not prayer. Priority ni Mungu aongee na mimi. Akasema ikiwa tumepata nini? Rehema, neema mbele zako Bwana, na kuomba. I request. This is my request. Bwana uende kati yetu. Maana hao watu ni watu wenye shingo ngumu. Ukasamee uovu wa watu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. Akasema, tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda muujiza ya namna yasiyotendeka katika dunia yote. Mungu sasa wanaongea nao. Wala katika taifa lolote na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana, kwa maana ni neno la kutisha ni kutendealo. Ndio maana ile sala inasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako. So unaenda kwenye ufalme wake, jina lake kwanza linakuwa mbele, not you. Pigie Yesu makofi vizuri, mpigie Yesu makofi. Mpigie Yesu makofi vizuri. Now, endelea pale mbele mstari wa 27 na 28. Angalia. Utaona na yenyewe ilikuwa ni maombi, lakini this time maombi yalikuwa tofauti. Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya. Mwanzoni kama ulisoma, ulidhani kwamba aliandika nani? Mungu alimwambia chonga mbao uje nitaandika maneno. Unaona Mungu alivyoongea? Baadaye Mungu ana change statement. Anasema Bwana akamwambia Musa andika. Kwa hiyo aliandika this time ni nani? Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya, kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. 28. Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake. Tena this time Biblia ilishindwa kurekodi. This time hakuomba siku 40, aliomba 40 na masiku yake. Maana yake wanachokuwa nakiandika, maana yake aliomba si chini ya siku 40. Aliomba 50 hatujui. Na alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula chakula wala kunywa maji, naye akaandika katika hizo mbao nani? Musa. Hayo maneno ya maagano, hizo amri 10. Now, hii ilikuwa ni mara ngapi? Alikaa siku 40, tumesoma mara ya kwanza ni kule nyuma. Hii ni mara ya pili. But umeona mtiririko wa maombi unavyokuwa? Umeona kilichompata Martha na Mariam? Yesu alichotaka ni nini? Kukaa miguuni na kumsikiliza. Sio kukaa miguuni na kuongea. Kama unapitia maisha magumu, usije ukayaleta kwa Mungu moja kwa moja. Mungu hana magumu hayo. Wala atishiki. Habakuki 2:1. Mimi nitajiweka katika zamu yangu. Nitajiweka juu, sawa neno juu ya mnara. Nitaangalia ili nione atakalo niambia.
na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Nani anajibu? Maana yake hajibu mpaka Mungu aongee. Umeona prayer ilivyo? Habakuki anasema mimi nina malalamiko yangu, lakini nikienda simwambii, ila nasikia atakaloniambia yeye kwanza. Atakaloniambia na mimi nitajibu, maana yake nitareply baada ya yeye kusema. Sasa ninyi mnakuja kuongea kwenye maneno kwa Mungu. Huwa Mungu amemwambia nini? Nikikuuliza una siku 3 hapo, Mungu amekwambia nini? Hayo unaoongea umebase kwa wapi? Yaani unaomba ukibase maneno ya boss. Prayer yako inapobase alichokuambia boss, alichokuambia boyfriend, alichokuambia mumeo. That's not prayer. Unatakiwa ukaongee naye kule boss wako. Nenda tuangane naye. Lakini ukishasema ni prayer, maana yake ni minus boss, minus maadui, minus majirani, anakuwa ni Mungu. Kwa hiyo lazima ubezi prayer anachokisema yeye. Kwa sababu unapokuja kwake yeye anajua una nini moyoni. Ndio maana unaweza kwenda kwenye prayer Mungu akuombe kitu tofauti. So maombi mwelekeo wa maombi, nisisitize kabla sienda kusema nyingine. Mwelekeo wa maombi ni wa Mungu, Mungu ndanao, not you. Usiere wewe so director of prayer. Nafikiri imekaa vizuri. Wewe so director wa maombi. Director wa maombi ni Mungu. Ukia direct maombi Mungu ananyamaza. Piga kelele, tufundishe kuomba. Now, kuna swali inaibuka kwenye mioyo yenu. Sasa nitajuaje Mungu ameniambia? Mhubiri sura 5, anza mstari wa kwanza. Jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara. Kafara ni za kina nani? Wagiriki. Wagiriki wenyewe kinja kwenye prayer wanatanguliza sacrifice. Ile inaitwa euche. Jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara wa wapumbavu ambao hawajui ya kuwa wafanya mabaya. So kinachowafanya msisikie ni nini? Hamna utulivu. So najaribu kuwajibu, nitasikiaje? Utulivu. Nisikilizeni, wengine ni baba zangu, wengine mama zangu, wengine wadogo zangu. Nisikilizeni niwaambieni kitu. Mungu hajawahi kuwa kimya kwenye prayer. Never. Kwa sababu Mungu anatamani sana tumfuate. Ndio maana akamwambia Musa, aliona Musa mfati. Akamwambia Musa, njoo huku. Musa, Moses, what are you doing? Come on top of the mountain and dwell with me. Kana mimi. Mungu anavyotamani uende afu uweze kwenda kimya. Ni kwa sababu unapoenda usikio hakuna utulivu. Imagine unaingia kwenye maombi na Baba katika jina la Yesu, Baba katika jina la Yesu, nasema Baba katika jina la Yesu, Baba katika jina la Yesu, nasema what are you going to hear? So najaribu kuwajibu, unasema tasikiaje? Listen. Fanya practice nayo kuambia. Ondoka. Hata kama ujue ufanye biashara gani, ujue whatever, usifike kama unataka kumwambia mtu Mungu request hivi, don't do that again. Please, nafikiri mmenielewa. Don't do that mistake again. Ni maisha mmeyazoea, ni mambo ya dini, ni kawaida za dini, ni liturujia. Mmezoea kizazi na kizazi, kanisa na kanisa, mnadhani ni prayer. That is not prayer. You have been wasting your time. So jaribu kwenda. Biblia inasema unapoenda sala inaanza, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lifanyaje? Litukuzwe. What you are supposed to do ni to worship God. Ni kumtukuza Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Alichokitoa Yesu pale ni mlolongo wa prayer inavyokuwa. Sio kuisema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi. No. Alafu kimeweza kumtukuza na kumwambia sasa mapenzi yako yafanyike duniani kama vile. Ndio Mungu atakaye kuambia mapenzi yake kwa hiyo kazi, mapenzi yake kwa hiyo mahusiano, atakuambia mapenzi yake kwa afya yako. Utakachokisikia ndipo utakapobase prayer yako. Naongea na mtu hapa. That's prayer. So unaponiambia naombea, umebase kwenye nini? Mungu amesemaje? Na ukiniambia nitasikiaje? Una utulivu. Sema jitunze mguu wako ingia hapo nyumbani mwa Mungu. Ni heri kukaribia. Kukaribia ni pros. Ni heri kupros kwa Kigiriki, kukaribia ili usikie. Lakini Wagiriki shida yao ni kukaribia ili watoe dhabihu. Dhabihu ni mbaya? No. Lakini dhabihu ibeze Mungu alichofanyaje? Alichokuambia. So umegundua shida ya prayer iko una base prayer yako Mungu kasemaje? Mimi siongee kwamba Mungu aliongea kwenye Biblia, mimi siongee hilo. Naongelea at that moment what is God saying. Now, unapoenda mbele za Mungu, uwe makini na mdomo. Angalia mstari unaofuata. Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako. Wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. Una haraka nini? Huwa mnakimbia nini? Baba, imebaki miezi miwili ya ndoa. Hakuna hela. Kunena ni vibaya? No, Biblia inasema shida ni nini? Shida ni kwenda haraka. Maana yake sikiliza. Mstari wa kwanza unasema Mungu haongei kwanza. So wewe haraka. So let me disappoint you. Pengine umeenda makanisa 5, 10 kabla ya hapa. Let me disappoint you. What you have been doing
that is not prayer. You have been making noise. And God does not answer noise. Useme maneno mengi ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe haraka kunena mbele za Mungu. Kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Kwa hiyo maneno yako yawe machache. Sasa wewe unaona katika hizo siku zaidi ya 80, Musa aliongea kidogo, lakini muda wote huu Mungu alikuwa anaongea yeye. Mungu anaongea yeye. Mungu anaongea yeye. Now, angalia prayer yako wewe ilivyo. Tofauti na Moses. Pigia Yesu makofi, amekusaidia sana. Ungeinua mikono juu ndo ukapiga makofi. So nielekeze. The moment unavyoingia kwenye prayer, alafu kaanza kumwambia Baba na kutukuza, either wa kumwimbia nyimbo, kwa kutamkia maneno, ukimaliza kinachofuata mwambie Mungu, mapenzi yako yatimizwe juu ya maisha yangu, mapenzi yako yatimizwe juu ya kazi yangu, mapenzi yako, and then from that moment I assure you utaanza kusikia. Utasikia. Lazima utasikia sauti ya ajabu. Hii kazi unataka kuacha, usiache. Yule mtu akija nyumbani usimpokee. Ule mwaliko usiende. Mungu hawezi kukuacha uangamie na umekuja kwake.